Naitwa Octavian Vumilia Chazi alimaarufu Octavian Simba, kwenye mitandao ya kijamii napatikana hivyo. Ni shabiki wa Simba lialia. Kwa sasa hivi tunaliongelea kombe la dunia ambalo linaenda kutoa taswira ya mpira wa dunia. Leo hii itakuwa Mexico na Afrika Kusini. Mexico atakuwa na nafasi kubwa ya kushinda kwa sababu upo uwanjani, lakini naiona Afrika Kusini ikitoa challenge ya hali ya juu. Kwa hiyo kama mpenzi naliona kombe la dunia likienda kuwa na ladha zaidi, kwa sababu itakuwa wanataka kudhihirisha kwamba mpira ni moja ya starehe ambayo watu wengi wanaipenda, na ndio maana hata leo hii ukiangalia mechi ya kwanza ya ufunguzi ilikopelekwa imepelekwa kwa watu wa mpira na sio kwa watu ambao ni wa maneno. Kwa hiyo tutaenda kushuhudia mechi nzuri na mechi tamu. Mimi kwa upande wangu alipo Messi nilipo. Hata kikuwa kivuli cha Messi kikishawekwa sehemu na mimi ndio huko. Kwa hiyo Messi alipo ndio timu yangu. Kama waamuzi watakuwa fair na VAR ikaamua vilivyo, Afrika Kusini nawapa nafasi. Nimewapa Mexico nafasi kwa sababu wapo nyumbani, lakini Afrika Kusini naijua mimi kicheza vile ninavyocheza, wanaenda kuipa challenge iliyo bora Mexico. Na Mexico sipojiangalia kashangaza pale nyumbani kwao. Afrika Kusini wamekuwa wakicheza mpira, kwanza wanakuwa na nidhamu wanavyocheza mpira. Wanakuwa na nidhamu na wanakuwa na ile consistency ya mwendelezo wa matokeo yao. Kwa hiyo nawaona Afrika Kusini wakicheza ule mpira ambao huwa wanacheza Afrika Kusini, wanaenda kuishangaza dunia. Afrika hatujawahi kufeli na tunaenda kuonyesha hilo. Ili hata jana niliongelea, unajua watawala kuna muda lazima waangalie, kwa sababu unapopeleka taifa mpira ambalo tayari kuna mtu anapaswa kuingia, kuna mtu hapaswi kuingia, hii ni changamoto. Ukiangalia leo hii mwamuzi mzuri ambaye ana weledi mkubwa karudishwa. Kwa hiyo mimi naona watawala wa mpira kuna muda lazima waangalie nchi ambazo hazina migogoro na nchi nyingine wala hazina vikwazo na nchi nyingine, ili wao wanapeleka mashindano haya. Kwa sababu leo hii mwamuzi unafika sehemu fulani au mchezaji anafika sehemu fulani inakuwa ni kizaa. Hii inaondoa ile ladha na ile morali ya watu wengine, kwa sababu ukiangalia sasa hivi maana kwamba wa Sudani tayari wanachuki, hawawezi kuliangalia kombe la dunia kwa amani kwa sababu tayari kuna mtu wao karudishwa. Kwa tuambie watawala waangalie wanapokuwa wanateua baadhi ya maeneo, waangalie na maeneo yenyewe na vigezo vyao vipoje, kwa sababu inaondoa ladha ya mpira na inaondoa chachu ya mpira pia. Hiyo najua nitakuwa nyumbani na familia yangu. Unajua mechi kama hizi za mwanzo lazima uwaonyeshe nyumbani kwamba mimi ni mtu wa mpira na naupenda mpira. Wakiona haujalala hata kesho ukitoka ukarudi kuna kucha, wanajua kweli wewe mtu wa mpira. Lakini siku ya kwanza tu unarudi nyumbani kuna kucha, halafu hawajui kama wewe kweli unafuatilia kombe la dunia, inakuwa ni changamoto. Siku ya kwanza chelewa kulala ukiwa nyumbani unaangalia kombe la dunia, ili siku inayofuata hata ukichelewa kurudi usiweze kuhojiwa sana. Nyumbani, unajua nyumbani siku zote unavyoangalia nyumbani maana kwamba kuna ile hali unawakatisha kuangalia tamthilia zao, ili sasa usigombane nao na kila mmoja aweze kubalance. Mpira ni sehemu ya watu wengi na mpira ni unaangaliwa na watu wa mpira. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri zaidi ukiangalia sehemu ya watu wa mpira wenzio, ili muweze kupeana maoni na kupeana ushauri, kujua wapi mtu kafeli, wapi kafeli, kwa sababu tunaelimishana na tunaelekezana. Afrika naipa nafasi kubwa kwa sababu Afrika imekuwa ikionyesha uwezo. Na naliona kombe la dunia msimu huu hati Afrika tunaweza tukafika tena fainali au tukachukua kabisa. Kwa sababu Afrika sasa hivi kama unavyojua mpira wa Afrika umekuwa kwa kiasi kikubwa, na kwa kikubwa wachezaji na wao wanajitoa na wanajituma kwa ajili ya mataifa yao. Kwa kama tutaenda kwa ajili ya kushindana Afrika, tunaenda kutoa challenge iliyo kubwa na iliyo sahihi. Unajua hii kasumba imekuwa mataifa yote, yaani ukiachilia mbali kombe la dunia tu, imekuwa kama vile watawala wa huwa yani wanampanga mtu fulani apite. Sasa hili imekuwa likiondoa ile hamu na ladha ya mpira, kwa sababu inavyokuwa inaonekana kwamba kuna mtu kaandaliwa matokeo ya favor, mwingine anashindana hawezi kupewa ile matokeo, hiyo inaondoa ladha. Kwa hiyo mimi na imani mwaka huu inaweza ikawa ni kitofauti zaidi, kwa sababu watahitaji kuonyesha kwamba ili upate lazima ushindane na ili ufeli lazima ufeli mwenyewe. Kwa mimi naona msimu huu unaweza ukawa ni msimu mmoja bora sana kwenye kombe la dunia, ambayo inaweza ikatoa challenge na watawala wakaona kwamba timu zimeonyesha na mwenye uwezo ndo kafanikiwa. Inatakiwa tuzisupport kwanza timu za Afrika. Lazima tuache kwanza mapenzi ya timu za nje, tusupport kilicho chetu, kwa sababu inavyochukua Afrika, zinavyohesabika zile timu za Afrika, hata sisi Tanzania tunatajwa, sio? Kwamba kwenye Afrika kuna timu hizi na hizi, hii iliwahi kukutana na hii na hii na hii. Kwa hiyo naona tuzisupport timu zetu na tuziombee timu zetu ili tuweze kuitangaza Afrika, na tungeomba zaidi ingechukua kama Afrika Kusini tungeweza kutangaza ukanda huu wa huku, kwa sababu kesho na kesho kutwa
kupitia Afrika Kusini wewe kishachukua, kuna wachezaji wetu wanaweza wakatoka kupitia Afrika Kusini au kutokea Tanzania moja kwa moja. Ndio maana leo unakuta kuna wachezaji wa Afrika Kusini wanacheza Tanzania, wakifanya vizuri wataitwa national team ya South Africa, maana kwamba tunazidi hata sisi kulitangaza soka letu la Tanzania. Kwa tuziombee timu za Afrika, tuiombee Afrika Kusini, tuache mapenzi kwanza timu tunazozipenda, tuiombee Afrika ili tuweze kuchukua ile kombe kwa ajili ya kuitangaza Afrika huko Ulaya. Afrika Kusini wamekuwa wakicheza ule mpira ambao unaona sasa kwamba wanacheza mpira ambao ni mpira wa malengo na sio mpira wa kueuka. Sawa? Afrika Kusini hata ukiangalia upande wa vilabu wamekuwa bora zaidi kuliko Kongo. Kwa hiyo Afrika Kusini haipa nafasi kulingana uchezaji wao na uimara wao. Inapokuja swala la national team huwa wanajitoa kwa 100%, tofauti na vilabu vyetu vingine. Mchezaji akija national team huwa hafanyi kitu chochote. Mashabiki wa mpira duniani, tukasapoti timu zetu, tukaziombea timu zetu, na ningependa kufurahi kombe la dunia linaisha, nisingependa kuona kuna vurumai za mashabiki wala migongano ya mashabiki ambayo inaweza ikazua tafrani za ugomvi ambazo zinaweza kutarisha afya za wenzao. Kwenye maisha huwa naamini chenye umuhimu inatakiwa ukipe nafasi. Familia huwa ni muhimu kwa sababu mpira ni sehemu ya starehe, na siku zote tunaambiwa starehe isikufanye ukaisahau familia yako. Kama ushajua mkeo au mama yako haruhusu au hapendezwi na hicho kitu, basi unaweza ukaangalia nyumbani, ukawa challenge nyumbani, maana kwamba kama hawapendi wewe utoke, wapo tayari kusitisha tamthilia zao ili wewe uweze kuangalia mpira nyumbani. Basi sio ni sababu ya wewe kutoka kwenda mabanda umiza, kwa sababu muda mwingine wanaume na sisi tumekuwa tatizo. Unaweza ukasema umeenda kuangalia mpira, kumbe umeenda sehemu nyingine. Mkeo akikupigia simu ukiwa sehemu ya mpira, basi upokee simu yako aweze kujua kwamba upo sehemu ya mpira. Endapo mkeo hata kupigia simu hujapokea na baadaye ukasema ulikuwa sehemu ya mpira, hawezi kukuamini. Unajua wanawake ni mama zetu, ni dada zetu, lakini ndio maana tukaambiwa tuishi nao kwa akili na kwa upendo. Hawa viumbe ni dhaifu na ni dhaifu kweli, kwa sababu huwa anatetea kile anachokiamini yeye. Kwa wapenzi wa mpira, tunapokimbilia kuangalia mpira, tukumbuke pia kuna ndoa zetu. Baada ya kombe la dunia kuna maisha mengine, na kuna watoto ambao baada ya ile kombe la dunia tunaweza kujikuta tumewawekea mateso makubwa sana ambayo yanaweza kugharimu kwenye maisha yao yote.